Malawi is not for beginners. Unajua Malawi hakuna rushwa, kuna hela ya chai. Unaijua hela ya chai? Gaspar Comic ni mchekeshaji na mtengenezaji wa maudhui mtandaoni kutoka Tanzania. Alianza kujulikana kupitia video fupi za ucheshi kwenye mitandao ya kijamii, ambapo amejijengea jina kwa mtindo wake wa kipekee wa kuchanganya burudani na ujumbe kuhusu masuala ya kijamii na maendeleo. Umaarufu wake uliongezeka zaidi kutokana na msemo wake maarufu wa Malawi ama Malawi is not for beginner, ambao amekuwa akiutumia katika maudhui yake kama sehemu ya ucheshi. Leo ni miongoni mwa watengenezaji wa maudhui wanaofuatiliwa zaidi hapa nchini Tanzania. Lakini nyuma ya vichekesho vyake, je, kuna ujumbe gani? Ni nani hasa Gaspar Comic na kwa nini maudhui yake yamekuwa yakizua mijadala mikubwa kila anapotoka? Karibu kwenye mahojiano maalum na Jambo TV. Leo tunazungumza ana kwa ana na Gaspar Comic kuhusu safari yake ya mafanikio, changamoto, maisha binafsi, biashara ya utengenezaji wa maudhui mitandaoni, content creation, na maswali ambayo Tanzania wengi wamekuwa wakitaka majibu yake. So, mimi kwa majina yangu kamili ni Gaspar Joseph Kagonda. Ni mchekeshaji, wima, pia ni content creator katika mitandao ya kijamii. Napatikana Arusha. Platform ambayo tunafanyia kazi ni Comedy 255, mimi ni stand up comedian. Kwa ufupi, kama hautojali elimu yako kwa ufupi? Degree. So bachelor degree. Ya Bachelor of Economics and Finance. Kwaje sasa kubadilisha kutoka kusomea masuala ya uchumi ukaja kujiingiza kwenye sanaa ya ucheshi? Kuchekesha naweza, kuwa mwana uchumi napenda. Natamani nijue uchumi. Ndio. Swala ya elimu yako ni kwamba sasa hivi umeachana kabisa na masuala ya chuo ama kufuatilia kazi? Hapana. Kuchekesha nilianza tangia ninasoma, kwa nilikuwa nachekesha. Kwa hiyo elimu bado sijaacha. Namalizia kusoma na nitaendelea kusoma mpaka masters, ikiwezekana hadi PhD. Na unaiona elimu yako ukitumia zaidi kwenye maisha ama unajikita zaidi kwenye ucheshi, maana labda umeshaona kuna mafanikio hapa na pale? Kupitia elimu ninayosoma ndio imenifanya nikaona kuchekesha pia ni fursa. Na namna gani nitaweza kutengeneza maisha kupitia kuchekesha. Kwa kutafuta masoko, vitu mbalimbali. Kwa hiyo elimu ndio inani-influence zaidi niendelee na sanaa, kwa sababu sanaa ni fursa kutokana na elimu ilivyonielimisha mimi. Una uhusiano gani baina ya elimu yako na hichi ambacho unakifanya sasa hivi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii? Ina uhusiano mkubwa, kwa sababu elimu nilionayo inanisaidia mimi niweze kuifanya sanaa kwa ubora zaidi, umeona, na hiyo yenye manufaa zaidi. Sifanye tu sanaa labda kwa ajali. Hapana. Yaani kutokana sasa nishaelimika, sasa najua na mimi nifanye sanaa katika namna gani naweza nikapata hela, nikajulikana, get connected na watu mbalimbali. Sijui umeelewa, ili kufikia malengo yangu. Kwa cha kwanza kabisa, elimu ina mchango mkubwa kwenye sanaa. Naam, nilikaa nikasema nifanye content gani na iwe katika muundo gani. Haikutokea kwa ajali kwamba labda nilikuwa naongea Malawi hata mwenyewe nilikuwa sitambui ikawa inachekesha, hapana. Nilipanga kabisa ni content iwe hivi, ninazungumzia vitu hivi, niibue katika jamii na vitaelimisha pamoja na kuchochea maendeleo, na kuelimisha watu na kuleta pamoja. Kwa hiyo kitu cha msingi ndio hicho. So namna ilivyokuwa, so nikakaa nikatafakari nifanye content gani. Nisifanye content kama wenzangu, umeona, nifanye content at least zinahusiana na mambo ya kisiasa, umeona. So haikuwa kwa ajali. Kwa hiyo nika plan, ndio maana nikapata content ya Malawi. Matokeo yake sasa hivi ndio matokeo yake nilikuwa najua
japo mimi hayakutokea kwa wakati ule. Nilianza zaidi ya mwezi mzima hamna mtu aliyekuwa anajua. So nilikuwa nafanya content ya Malawi zaidi ya mwezi mzima hamna mtu aliyekuwa ananijua, hakuna content ilikuwa na trendi. So paka ilipotokea nikaanza kupostiwa na watu wengine. Kwa hiyo content zangu zikawa zina trend kwenye akaunti za watu wengine kuliko kwenye akaunti yangu. So baada ya kuwa na postiwa kwenye akaunti zingine, ndio baadaye sasa akaunti yangu na mimi watu wakaanza kuijua. So ndio hivyo. Kwa hiyo matokeo nilikuwa najua, japokuwa ilikuwa lazima achukue muda tu. Na je, nadhani hili swali watu wengi wamekuwa wakijiuliza, msemo nchini Malawi uhusiano wote na Tanzania, labda umekuwa ukitumia taswira nchini Malawi kuficha nchi ya Tanzania? Hapana, yani Malawi ni lugha ya picha. Alafu mimi mambo ninayozungumza yanatokea kote. Yani ukiongelea bara la Afrika na Asia kote kule, haya mambo ya rushwa, ubadhirifu wa fedha, janja kwa viongozi karibia dunia nzima yapo. Kwa mtu asiseme kama mimi natumia labda kuficha labda mambo yanayotokea kwenye nchi ya labda nchi fulani. Hapana, ni uongo. Kwani yenyewe kwamba Malawi hayatokei, kwamba Nigeria hayatokei, South Africa hayatokei, Kenya hayatokei, wapi hayatokei? Kote yanatokea masuala ya ubadhirifu wa fedha, watu labda wala rushwa, wababe, warasimu, wauaji, yani kila nchi ina watu kama hao. Kwa hiyo mimi ninapoongea nitumia Malawi kama lugha ya picha ili kudepict nchi nyingine zote mambo ambapo yanaendelea. Ndio maana kuna watu hadi Kenya wananitafutaga, wananiambia unaongea vitu ambavyo hata kwetu vinatokea. Kwa hiyo bro, napenda content yako, kitu unachokifanya hata kwetu kinawaje kinatokea vile vile. Kwa hiyo sio mimi siongei, sifanyi content kuficha, yani kuificha ile nchi fulani labda. Kwani yenyewe ina nini yani? Labda watu wanasema unaogopa labda kuzungumza, kulenga direct kwamba unazungumzia Tanzania, viongozi wake. Hata mimi siogopi. Kwa sababu gani? Wewe unaangalia pale kwenye comment pale, utauawa. Kitu mimi bro ninachokifanya ni sanaa. Mimi siogopi. Sasa naogopa nitauawa kwa kosa gani? Nimemtukana mtu? Nimemshusha cheo mtu au nimemdhalilisha? Au shona nimemtajia mtu? Au nimehamasisha kitu chochote juu ya labda sekta fulani au nini? Au ushasema mimi nataka mapinduzi? So mimi sasa ukosoaji ni kosa. Sasa huko kujihisi kubaya. Sasa mimi ukiniambia naogopa, mimi siogopi. Mimi naona ninachokifanya ni kitu sahihi, afu tumefundishwa. Wewe umefundishwa uraia, civics. Tumefundishwa kuwa mzalendo. Hatujafundishwa kuogopa kwa sababu kitu ambacho mimi nacho labda kitaniogopesha iwapo nitamtukana mtu au nitamtaja mtu au nitamdhalilisha mtu. Hicho ndio kibaya ninachokijua. Lakini kuzungumzia mambo yanote hayataki kwenye nchi, hata serikali sidhani kama na yenyewe inataka wala rushwa. Sio maana kuna TAKUKURU. TAKUKURU ni sekta yani si serikali. Inapinga Sasa kwa nini mimi nikatea wala rushwa afu niogope tena? Kama yenyewe serikali inapinga wala rushwa, mimi nikipinga wala rushwa kwa nini niogope? Nakwambia mimi siogopi kwa sababu kitu mimi ninachokifanya na serikali inahitaji vijana wengi wajitokeze wapinge rushwa, wapinge mabaya yanayoendelea. Basi mimi natumia sanaa sasa. Kibaya zaidi mimi natumia sanaa. Yaani nimeamua sanaa yangu iwe ya namna hiyo. Changamoto za hapa na pale. Changamoto gani kubwa ambayo ulipitia kabla ya kufika hapa ambapo tunakufahamu hata sisi Jambo TV tumesema tukutembelee tufanye mahojiano na wewe? Nilishakamatwa na polisi, sina kosa. Hebu tupe story kidogo. So kuna mradi ulikuwa unajengwa, labda ngoja nikwambie, kuna mradi ulikuwa unajengwa. Sasa wale wenye mradi walikuwa hawataki wa kutulipa hela zetu. Sisi tukasema tunaenda kuwashtaki polisi. Wao wakatuwai wakaenda kutushtaki polisi kwamba tumeiba. Tukaje kukamatwa polisi. Kufuatilia mkandarasi wa ule mradi ni kiongozi serikalini. Kwa issue walikuwa hataki sisi watulipe hela zetu. Mimi nilikuwa saidia fundi. Saidia fundi kubeba zege, tofali, udongo,
kukunja nondo, kusimamisha hii nguzo za majengo. Yeah. So ni hivyo, nilishaenda polisi bila kosa, nikatoka nimezulumiwa. Yani si kadhaa tu. Ndivyo. Baada ya kuchunguza kugundua kuna kiongozi alikuwa nyuma hiyo. Ya mwenye mradi ule ni kiongozi. Mwenye anayemiliki ile kampuni ambayo ilihusisha na ujenzi alikuwa ni kiongozi. Kupata usira gani sasa? Kupata usira gani? Sasa taswira, tuna safari ndefu sana kwa sababu waliopo huko juu ni wabadhirifu, wamejipachika wao tu. Na hakuna mtetezi kwa sababu ya maskini. Ni ngumu sana. So unapata picha kwamba kuna watu kumbe wanaenda polisi, wanafungwa gerezani. Hawana makosa kwa sababu kuna watu wanataka tu walinde vitu vyao. Sio wote wanaopo gerezani au unaona polisi wana makosa, hapana. Kuna sometimes unakosa hela kweli. Kuna sometimes unakosa hela kabisa. Unakosa bando. Sometimes hata nauli. Sometimes hata unataka uende sehemu unakosa, sometimes hata chakula unaishiwa hela chakula. Hizo changamoto zipo ambazo ni za kila siku kama kijana wa Kitanzania. Hata kila kijana anajua hiyo hali waga napitia. Kuna sometimes unakosa kabisa. Kutokana na changamoto hiyo na hali hiyo, kuna siku uliwahi kukaa Gaspar ukasema au niache nini kutengeneza maudhui? Kuacha, mimi napitia hali tofauti. Sasa siwezi sema niache kwa sababu napitia hiyo hali ni ya wakati mfupi. Nishapitia mara nyingi kabisa. Napitia, inakuja, inatoka, inakuja. Hata nikienda kuanzisha kitu kingine, bado tu nitalala njaa. Kuna siku nitalala njaa mpaka nije nifanikiwe. Sasa kwa nini nisikazane tu au nisibaki tu hapa mpaka nikaje kufanikiwa? Kwa sababu kwenye nchi yetu hakuna kitu ambacho utasema anaondoka leo na nitafanikiwa kesho yake nitaanza kuishi maisha mazuri na sitawahi lala njaa. Hakuna. Kila kazi lazima uanze hivyo mdogo. Itakuwa ngumu leo, kesho ngumu. Afadhali utaanza kupata siku zinavyoenda, ndivyo unavyojenga mizizi. Shina litakuwa gumu, mwishowe umefanikiwa. So naangalia vitu ambavyo vipo kwenye jamii kwa sababu tunasema sanaa ni au fasihi, tunasema ni kazi ya sanaa ambayo ina depict ile social reality. Yani tunasema ni kioo cha jamii. Si ndio? Kwa hiyo lazima uangalie mambo gani yanaendelea kwenye jamii, afu unayafanyia nini? Sanaa. Kwa hiyo mimi ili nipate idea naangalia kitu gani kinaendelea katika jamii. Nikishakiona kile kitu kinachoendelea kwenye jamii ndio nakifanyia sanaa. Ndivyo ninapopata idea. Ndio maana watu kiangalia kwenye comment kule watu wanacheka kwa sababu ni vitu ambavyo wanaviona. Watu wengine wanakuambia ni fact, hapa wanakuambia ni kweli kwa sababu ni vitu ambavyo wanaviona kila siku. Hamna video nyingi ninazotengeneza nategemea zifanye vizuri. Kutokufanya vizuri ndio huwa zinanishangaza. Zipofanya vizuri ndio nashangaa. Ndio naanza najifunza sasa nifanyaje ili ziwe zinafanya vizuri zaidi. Kwa video ambayo ilikufanya ukawa Gaspar huyo ambaye tunazungumzia. Hakuna video nilifanya niwe Gaspar huyo mnayenizungumzia. Ni video nyingi. Kitu ambacho kinanifanya mimi niwe maarufu sio video moja, ni video nyingi. Mimi nilikuwa na post hadi video 10 kwa siku nilipoanza. Sawa. Kwa juhudi ndio ilinifanya mimi hadi Jambo TV leo nakuja. Haikuwa video moja. Nikiangalia pale kwenye account yangu kuna video zaidi ya 2900 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo video 2900 vinatokana na juhudi kuhakikisha najulikana. Hao wako wengi sana wanaocheki wanakuambia shusha video, mara acha kufanya, mara hivi. Vitisho viko vingi. Unajua machao. Mtu kapewa huko hela anakuja na kutisha. Sasa unajiuliza mimi nafanya sanaa yangu. Sijamtaja mtu, sija influence chochote, ila nimesema. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kwa sababu unajua kwenye jamii kuna watu wajinga. Kwa hiyo ukishaelimika ukajua kwenye jamii kuna watu wa hivi na hivi na hivi, haikupi shida.
Unaweza kukumbuka hiyo video? Natamani nifahamu hiyo video ilikuwa inalenga nini mpaka ikapelekea wewe kutishiwa kiasi hicho. Ni hizi video tu za kwamba unaona huu mradi angechengea mwananchi wa kawaida labda angetumia milioni 5, huu ingekuwa ni serikali ya Malawi ingetumia mabilioni. Ni hivyo tu, kuna mtu hataki aone hiyo video mtandaoni. Kwa hiyo ni kama hivyo. Wanakufuata wanakuambia nini sasa? Shusha, wengine wanaambia acha, wengine ipo siku tutakuteka, wengine tutakuua. Yani ni vitu vya kawaida yani. Si unajua? Kwenye hiyo jamii yetu wapo watu ambao ni wajinga. Unakuta kijana mwingine ni amejilalia tu nyumbani kwake. Anaamua tu kusema hivyo, kukutafuta akwambia hivyo. Mwingine umjui, mwingine kafunga akaunti yake huwezi mjua. Kwa hiyo ni hivyo. Wengine ni viongozi kabisa ama ni watu wa katikati hapa? Sijawahi onaga kiongozi akinitafuta akiniambia hivyo. Wala mtu yote upo serikalini ananitafutaga. Sijawahi onaga. Mara nyingi ambao watu mimi nawashuhudia ni vijana tu ambao labda wa chama fulani na wengine hawaeleweki basi. Mimi sijafuatagwa hata taasisi yote ya serikali au mwanasheria au nani akaniambia acha kufanya kitu fulani. Watumia njia gani, WhatsApp au simu ya kawaida ama DM tu na WhatsApp. DM, WhatsApp, namba za kawaida. Sasa unajua sijui wanapotoa namba ndio kama hivyo. Kuambia hivyo uogopi, utishiki? Sasa mimi siogopi wala sitishiki kwa sababu gani? Mimi sina kosa. Yaani kwamba mtu unamuuliza kwani nimefanya nini? Yeye mwenyewe anaacha cha kukwambia tu acha, sitaki kuona unafanya hivyo sijui nani na nini. Sasa unaje kujiuliza unafanya kwa faida ipi? Kwa hiyo sasa unatishika nini? Mimi sitishiki. Ndio maana nipo natembea mtaani, kazi zangu nafanya kama kawaida. Ningekuwa natishika, ningekuwa najificha, hata nyinyi mliponipigia simu kwa sababu nilikuwa siwajui, nisingewakubalia. Kwa hauna hofu hata kutoka? Yaani sina hofu, mimi kila siku natoka, nazurula, naenda sehemu ninayotaka, naenda kukutana na mtu yoyote. Hivyo sina hofu yoyote na wala simogopi yoyote. Vipi kwa upande wa comment? Mara nyingi tumeshakusikia comment zinakatisha tamaa. Kuna zingine zinaweza zikusababisha ukapata moyo kuendelea kufanya kazi zaidi. Comment zako huo unazichukuliaje? Comment za wafuasi wako zinakukatisha tamaa ama kuna namna zinakusaidia upige uongeze bidii zaidi? Comment. Sasa comment zipi labda zinazoniongelea positive au negative? So iko hivi, mtu anapo comment ana comment kile kitu yeye ameona na anachofikiria yeye, sio unachofikiria mimi. Sasa mimi haiwezi kunikatisha tamaa kwa sababu gani? Kile nilichokipanga mimi kinatakiwa kwanza kitimie. Yaani kile kitu nilichokipanga mimi kinatakiwa kitimie. Mtu comment anavyotaka yeye au hataki atajua mwenyewe, lakini mimi mpaka nilichokipanga kitimie. Kingine cha msingi zaidi, watu wana comment bro, huwezi jua. Mwingine yupo kauspotiwa na wifi ya msikitini ana comment tu. Mwingine na kanisani ana comment anavyojisikia. Mwingine ni ya nyumbani. Mwingine amekula ameshiba yupo kitandani na mke wake, wanasema huyo mkomentie hivi. Sijui umeelewa? Mwingine kapigana na rafiki yake, mwingine kaachishwa kazi. Kwa hiyo mwingine kakosa kitu chochote utakacho comment. Mimi nakichukulia serious. Usicomment ujinga ukazania mimi sitachukulia serious. Na nakuwa serious sana na wewe. Hata mtu watu wanaoni DM kunitisha, niko vile serious na basi. Hivi ukiacha labda hao ambao wanakutisha, kuna kiongozi yote amekupigia simu akakupongeza kwa kazi ambayo unaifanya? Hapana. Hamna kiongozi. Hakuna inajitokea kwamba kiongozi kanitafuta kaniambia hongera kwa kitu unachokifanya. Hakuna. Sijui kama wanafurahia au hawafurahii. Sasa maana hajaisemaga kwamba unachokifanya, kama mtu aje kukusifia lazima awe ameshasema kwamba unachokifanya ni kibaya. Kwa hiyo hawajaisemaga chochote ni kibaya au kizuri. Na sijaonaga taarifa yote
kutoka sekta yoyote ya serikali inasema kitu ambacho ninachokifanya ni kibaya, wala sijaionaga inasema kwamba unachokifanya ni kitu kizuri. Kwa hiyo bado mimi mwenyewe sijui mpaka nitakapoona kwamba wamesema unachokifanya wewe bwana ni kibaya au kizuri. Yeah. Kwa unachokifanya unahisi taasisi gani ilipaswa kukupongeza mpaka sasa hivi? TAKUKURU. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye naibua namna ambavyo rushwa inafanya kazi. Yeah. Na ubadhirifu wa fedha. Pia hata hizi mahakama, taasisi za haki za binadamu na zinginezo. Sawa, kuna watu wanasema Bwana Gaspar Comic umekaa kiharakati sana, hauchekeshi ila wewe ni mwana harakati. Watu kama hao unaweza kuwajibu nini? Nimekaa kiharakati sana. Ile sasa ni tafsiri yake. Mimi ni comedian, ni mchekeshaji. Yeye akisema mimi nimekaa kiharakati sana, ni mawazo yake. Akisema mimi nimekaa kiharakati sana ni mawazo yake. Sasa sijui wanaharakati yeye anamdefineje, na sijui kwa nini yeye mtu akiniangalia mimi anaona kama vile ameona mwanaharakati. Mimi ni mchekeshaji, natumia fursa zilizopo kwenye jamii kuhakikisha na wachekesha watu. Matatizo yaliyopo kwenye jamii natumia yale kuchekesha nini? Watu. Vitu vinavyoendelea natumia zile fursa kuchekesha. Kwa hiyo mimi kutumia zile fursa au kutumia ubunifu yeye ananiona mimi ni mwanaharakati? Hapana. Sasa anajua yeye sasa kulingana na mawazo yake, lakini kwa mimi naona mimi sio kweli. Mimi tu napenda haki itendeke, watu elimike. Hivyo haki itendeke, watu elimike. Basi sawa, tuishi kwa amani, haki na upendo basi. Sio mwanaharakati. Na harakati ya nini? Comedy au labda malezi. Yeah. Labda malezi. Yeah, labda mimi nilivyolelewa ni tofauti na wao. Umeona? Yeah, cha pili leo tunatofautiana fikra. Na namna tunavyoona tunavyowaza. Sasa hapo kwenye shida ya uoga, hata pia tuseme uongozi uliopo umetujengea hiyo uoga, imewajengea vijana na uoga. Kwa hiyo mimi sometimes nikimwona kijana anaogopa kuzungumzia mambo ya serikali, naona yuko sawa sometimes. Kama unavyosikia kuna kauli zinasemaga siasa ni mchezo mchafu, kwamba kuna kuoa, kuna kutekwa. Kuna vijana wanaogopa, wako sahihi. Mimi naona wako sahihi. Acha waogope. Kama una kijana anaogopa kwa sababu kuongelea mambo ya serikali, unamwacha tu aogope, kwa sababu ni kweli kuna watu wanatekwa, kuna watu wanauawa. Waache. Sasa mimi labda nilivyokuwa ni tofauti na ninavyoona, ni tofauti na wengine wanavyoona. Kwa hatuwezi kulazimishana mawazo, lakini kitu ambacho ninachokijua mimi kwamba hakuna hatari yoyote kuzungumzia mambo ya nchi na vitu vyote vinavyoendelea. Hakuna hatari yoyote. Labda wewe tu ndio uwe mbaya. Iko hivi. Ngoja niseme. Kila kitu kinachoendelea wanaokifanya ni watu ambao wanufaika. Wanaokifanya hicho kitu. Kitendo cha utekaji ni kweli kinaumiza na hakitakiwi kwenye jamii yetu. Umeona? Hakitakiwi kiendelee wala kukientertain. Sasa shida inapokuja tu mtu labda kijana anapokosoa afu anatekwa, kuna mambo unagundua hayako sawa. Kwa sababu gani? Mtu anayejitokeza mtandaoni na kuzungumzia mambo yanayoendelea anatekwa, haliko sawa na halikubaliki. Sasa wanaoteka ndio wana changamoto pia zaidi na ndio wanufaika. Ukiona kijana kazungumzia kitu fulani na akatekwa, wale waliomteka ni wanufaika. Umeona? So na wahusika hatuwezi kusema tunawajua au hatuwajui.
Mimi sijataja, ila mimi natolea mfano kwamba kwa mfano mtu anitukane mimi, anitukane Gaspar, kesho asionekane, nani atakayekuwa anahusika? Haya, leo Gaspar ameenda kuleta fujo Jambo TV, au sio fujo tu, sawa? Ameongelea vibaya au ameshtumu Jambo TV kwa hili na hili na hili na hili. Kesho Gaspar sionekane, nani aliyehusika? Wakati alikuwa direct kabisa akiwazungumzia nyinyi. Lakini mimi sijasema kama ni serikali au mimi najaribu tu labda yani hata wewe mwenyewe nikikuuliza. Lakini sijasema wao ndo wanahusika. Hapana. Sasa yanatia maswali mengi sasa kwamba kijana anakosoa serikali afu anapotea. Sasa je, nani mhusika? Hapo sasa tunaangalia hapo alikuwa anakosea katika nyanja ipi na mnufaika yuko ni yupi na yuko wapi? Ndio hivyo tu. Iko hivi. Watu hawataki kulipwa ili kumchagua kiongozi. Watu wanatakiwa walipwe kulingana na watu hawataki kulipwa kumchagua kiongozi wala kwenda kwenye kampeni wala kufanya chochote shughuli za kisiasa. Wasilipwe hata 100, ila uzalendo katika taifa ndio uwafanye watu waende kusikiliza hoja za viongozi wao. Wawachague viongozi wao kulingana na hoja zao na ukweli wao na uzalendo waliouona kwa huyo kiongozi. Sawa? Sasa kumlipa mtu ili afanye hivyo kwanza ni rushwa na wala sio sahihi. Na pia unawalemaza watu. Na watu ndo wanaona njia sahihi ya kufanikiwa mambo mbalimbali. Kwa hata kuinfluence jambo jingine, mtu yote anaweza akatumia, hata kama ni mbaya au ni adui wa taifa, anaweza akalipa wale watu wewe uliowalipa wakuchague, wakukatae, tena wakukatae kwa njia mbaya zaidi. Hata hivyo kwa maandamano. Ndio maana nikasema hivi, wao walianza kulipa watu ni kampeni na nini na nini. Lakini ripoti yao pia inasema kuna watu walilipwa ili wao watolewe. Kwa hiyo sio kitu sahihi na wala kinatakiwa kiondoke. Au kwani mimi nilikosea? Maana ilionekana kitu cha kawaida. Yaani kama wewe unaweza kuwalipa watu ili waje wakuchague au kwenye hiyo kampeni zao na nini, wakaona ni kitu cha kawaida, hata kuja watu kulipa watu kufanya kitu cha ajabu itaonekana ni kawaida tu na ni ngumu kujulikana. Tutakuja kuona tu madhara au vitu vinatokea. Lakini pasingekuwa na hii tabia, watu kulipwa kufanya ubaya, ingeonekana mapema na watu wangeripoti kwamba kuna watu fulani wanalipwa kufanya kitu fulani. Sisi umeelewa? Ndio maana yangu, yani kwamba ingekuwa ni rahisi bwana, huku kuna rushwa inaendelea, watu wanalipwa ili wafanye kitu fulani. Lakini kama nyinyi mnalipa ili watu wafanye kitu fulani na mnaona ni sahihi, wakati mnajua kabisa sio sahihi, watu wabaya akija kufanya kitu kibaya, itaonekana tu ni kitu cha kawaida. Ndio maana yangu. Yani kitu kibaya kiwe kibaya tu, haijalishi unafanyika kwa amani au kwa upendo na kifanya, lakini ni kibaya tu, tusikipakie nini rangi. Unapozungumzia miradi ya maendeleo au masuala ya kijamii kupitia ucheshi, unalenga kuburudisha, kuelimisha ama kukosoa? Kuburudisha na kuelimisha, sio kukosoa. Ndio maana naambia mimi sio mwanaharakati. Kuburudisha na kuelimisha basi. Mimi nafanya maudhui mengi sana. Kuna maudhui inaelimisha gari mpaka dini. Kwa watu wanakuambia unamkejeli Mungu, sio mkejeli, mimi nimeelimisha bwana. Sisi umeelewa? Kuna maudhui nishepandishaga nikasema kwamba nikasema hivi kwamba kwa nini mnatuhubiria wahubiri kututisha kwamba tumwabudu Mungu kwa sababu tena mbinguni? Kwa nini msituhubirie tu kama Mungu alivyotaka yeye, kama vile tupendane ili tujiishi kwa amani? Watu wakaanza kusema kwamba na kejeli dini. Sawa, kwa hiyo wanaelewa tofauti kwa maudhui kama hayo. Sawa, kwa maoni yako ucheshi unaweza kusaidia wananchi kujadili masuala ya maendeleo kwa njia yenye kujenga zaidi, kwa sababu tumeona maudhui mengi labda ni ya kuburudisha tu, masuala rahisi. Ucheshi pia unaweza kusaidia jamii, kuleta pamoja katika kujenga taifa na masuala ya maendeleo, demokrasia na mambo mengine mbalimbali yanaendelea katika jamii.
na kwa dunia kwa ujumla. Unagasipo unapozungumzia miradi mbalimbali ya kimaendeleo, labda barabara, lakini miradi fulani hivi, unafanya utafiti before kuzungumza ama umekuwa ukizungumza tu? Unafanya utafiti ndio maana ingekuwa unakurupuka, ingekuwa ushatua kwenye mikono ya sheria, hapo unasema umekosa. Mimi nafanya utafiti kwanza. Ndio. Kama ungepewa dakika 5 za kuzungumza na viongozi wakuu wa nchi, ungewaambia nini kuhusu nafasi ya watengeneza maudhui? So mimi ninachopenda kuongea na viongozi wa nchi, kinachotakiwa kitu ambacho naweza nikaongea na viongozi wa nchi katika kuhakikisha wanasupport content creators na comedian ambao wanafanya maudhui kama yangu, ni kuwasupport na kuwainua, kwa sababu kazi kubwa ambayo wao wanaifanya sisi tunawasaidia. Serikali ipo kuwasaidia wananchi na sisi tunawasaidia wananchi. Kazi wanaoifanya sisi ndio kazi tunaifanya. Wao hawataki ubadhirifu wa fedha na sisi ndio kitu ambacho hatukitaki. Rushwa, masuala yale tunazungumzia. Changamoto zinaendelea kwenye mambo ya jamii, labda kutokuwa na elimu. Sisi tunasaidia kutoa elimu kabla ya wao. Japokuwa na wao kazi ndio hiyo wanaoifanya. Kwa hiyo wao wanachokifanya na wao wanachokipinga na wanachokipigania kukiondoa kwenye jamii, na sisi ndio hicho chote tunachokifanya. Kwa hiyo tunahitaji support kutoka kwao. Tunahitaji support kutoka kwa viongozi kuliko vitisho ambavyo vinakuja kutoka kwa tunaita machawa. So sana wasanii wanaofanya content kama zako, unahisi ni kwa nini? Lakini swali hapo lingine, unadhani Tanzania kuna mazingira salama ya uhuru kwa watengeneza maudhui kama nyie kuijadili labda serikali huku wakiwa huru bila shida yoyote? So kwa nini wengine hawafanyi? Kwa sababu wanaogopa kutekwa au kutokuwa na deals za hela. Umeona? Na wakifanya hivyo kweli wanaweza wakatekwa na wakapotezwa kabisa. Kwa hata mimi siwashauri wafanye. Kwa sababu bahati, mimi Mungu niliye naye labda sio Mungu wako, si ndio? Kibaya chochote kinaweza kupata wao wakapoteza deals walizonazo. Kwa hiyo wanachokifanya wao waendelee kukifanya. Ndio hicho tu. Hapo kwenye deals kuna watu wanaogopa kuleta matangazo kwako kwa sababu ya aina ya content ambao unazitengeneza. True. Umewahi kupoteza madili mangapi mpaka sasa, ama kazi ama matangazo kutokana na maudhui yako? Siwezi yajua idadi, lakini kuna sehemu mtu ashaenda akasema huyu hamna taki. Mengi tu. Wanaogopa. Wanahisi ni mwanaharakati. Kwa hiyo sasa wanakuambiaje? Hawataki tu, yani kwa sababu ya content ninazozifanya. Wanataka na mimi nifanye ujinga. Niona katika mauno nifanye content za mapenzi na za zingine hizo. Ndio.